Leo nimesoma katika mtandao mmoja kitu kimenitia hofu sana. Nasema na nini katika ile mtandao ambayo mtu huna wasiwasi nayo, si hizi haya mashirika yetu makubwa ya habari. Nasema kuwa Marekani, Trump amepata mara mbili kuomba ruhusa ya kutumia nyuklia dhidi ya Iran, lakini amekataliwa. Umwambia hapana, hiyo itakuwa ni kinyume ya katiba ya nchi yetu, yani katiba Marekani. Nyuklia, na bila shaka wamemuuliza tunataka kuingia kwenye vita ya nyuklia kwa kisa gani? Kwa lipi ambalo Irani imefanya kwa Marekani kwa sisi tufikia hali kuwa hatuwezi kuendelea na vita isipokuwa tupate ushindi mara moja kwa kutumia bomu la nyuklia? Kwa kweli hili jambo limenistua na kidogo ikanikumbusha vita vya Yom Kippur, na nishavieleza hapa kuwa baada ya Israel kuona sasa kuwa wameshindwa vita, kuwa sasa Israel itatekwa, Moshe Dayani, waziri wa ulinzi, akienda kwa waziri mkuu Golda Meir kumwambia sasa tunashindwa, na Golda Meir akatoa uamuzi kuwa tayarisheni kupiga Cairo na kupiga Damascus, Syria. Mtazamaji, kama ungefika Cairo, ule mji wa Cairo mchana, ukaona wale watu waliokuwa pale milioni 16, ukaambiwa hapa lingepigwa bomu la nyuklia, hata akili kufikiria lile balaa lake unashindwa. Nasema vile vile sehemu katika mtandao kipindi utaona hii wanasema Netanyahu alikwenda kwa Obama akamwambia endapo Marekani hamtoshambulia Iran, basi sisi Israel tutapiga nyuklia. Obama akamwambia pigeni. Kasema pigeni, sio kuwa nawapa ruhusa. Yani kaona hiki kitu cha ridiculous, ni kitu cha kustajabisha. Upige nyuklia kwa kitu gani? Akamwambia kama mnang'ania, hebu pigeni basi. Maana yake ni kama vile anakuwa anawatisha. Ni kama vile mtu kaomba jambo ukamwambia ile haliwezekani, akasema nitachukua kwa nguvu, alafu ukamjibu achukua basi. Sasa haya ni mambo ambayo yanatia hofu. Sasa ukirudi nyuma kutazama hivyo tunavyodhani kuwa ni nguvu za Israeli, ni nguvu za Marekani, mkija kujulikana kuwa hawa wakitumia sana wakomunisti zamani ni chui wa karatasi. Chui wa karatasi hawezi kufanya kitu chochote cha kumtisha mtu. Chui wa karatasi hawezi. Vile vita vya 206 mwaka 2006 baina ya Hizbullah wakati Hassan Nasrallah yuhai walipopambana na Israel kwa mwezi mmoja na siku kadhaa, vilipoanza vita vile, baadhi ya nakumbuka waziri mkuu wa Jordan alipata kusema kuwa na vyombo vya habari vilitoa kauli yake, walipa nguvu. Alisema haya ni matatizo tu, hawa watu wajitafutia matatizo bila sababu, wakitegemea kuwa Hizbullah itasagwa na Israel wala haitachukua muda. Lakini hapana, vita vimekwenda mwezi mzima mpaka Umoja Mataifa ilipoingilia kati na kuleta kusimamisha mapigano, ceasefire, na majeshi ya Israel
yalitoka uwanja wa mapambano vichwa chini. Hassan Nasrallah alikuwa anasema katika ile televisheni yao Hizbullah, anasema mbona siyaoni majeshi ya Wayahudi katika uwanja wa mapambano? Nachoona ni ndege juu zinavunja makazi ya watu. Wako wapi askari wa Israel katika uwanja wa vita? Na Hassan Nasrallah mashallah alikuwa, mimi sijui Kiarabu, lakini anapozungumza mimi upenda kumsikiza, lau kama sijui anasema kitu gani. Alikuwa na kipaji cha kuzungumza, Basi walipokubaliana kuwa tunamaliza mapigano, na alipokuja ile kubadilishana mateka, na hii ndio ilikuwa hali ngumu sana kwa Israeli walikuwa wanapokea majeneza, wao wanaachia askari waliokuwa hai wa Hizbullah. Sasa imengetosha, na wametoka uwanja wa vita. Hassan Nasrallah anasema askari wa Hizbullah wametoka uwanja wa vita wakiwa na silaha zao mkononi, na akasema Hassan Nasrallah akasema, sisi hatutaki vita na Israeli na Wayahudi, lakini muda wowote wao watapokutaka mapigano na sisi tuko tayari. Sasa hii ingeingiza akili kwa Marekani na kwa wenyewe Wayahudi kuwa kuanzisha vita na Irani ni kujitafutia balaa. Inanirudisha mwaka 1975 wakati majeshi ya Vietnam chini ya Ho Chi Minh yalipoingia kuiteka Saigon, Vietnam ya Kusini. Kuna picha maarufu sana ilitokea kwenye jalada, kwenye cover ya Newsweek. Vijana sasa hivi wakitajiwa majina haya, magazeti haya watakuwa hawawezi kuelewa. Haya yalikuwa ni magazeti makubwa sana maarufu yakitoka kila wiki kutoka Marekani. Na sisi ndio wakati wa vijana tunapenda kusoma, tukisoma magazeti haya. Basi ile picha iliyotoka juu ni picha ya helikopta iko juu ya paa, imekuja kuokoa Marekani katika ubalozi. Wanakimbia kwa sababu majeshi ya Ho Chi Minh ya Vietnam yalikuwa tayari yako mlangoni, yanagonga na ingia kwenye mji kuteka, na alikwenda mpaka kuingia katika makao makuu ya waziri mkuu wa Vietnam Ali Salimu Amri. Sasa ni picha ya aibu, ilikuwa ni picha ambayo ya kuwafedhesha Marekani. Hiyo 75 wangetosha leo kujua kuwa nyakati zimebadilika sana. Hawawezi kwa wao wanafanya watu kupiga nchi za watu ovyo ovyo, na wakawa wao wanatoka bila chochote, bila athari yote juu yao. Leo mpakana mapambano na Irani, na wao walidhani kuwa itakuwa kugonga mlango, kufungua mlango, kuingia na kutoka. Sasa na wao kinawasubiri ile aibu waliopata majeshi ya Yahudi katika vita vya 2006 na Hizbullah. Ndio na wao ina aibu ile, si kama ishawafika tayari kwa Marekani. Hii vita wameshindwa hadi wazi. Irani ipo, hawajaweza kumaliza tatizo la enrichment ya uranium, hawajaweza kubadilisha utawala. Sana wa Irani wamesimama madhubuti. Hakika Irani imepigika na hasara ni kubwa, lakini hakuna heshima ya nchi huwezi kuwekea thamani hata kidogo, huwezi kuwekea thamani. Heshima ya Wairani iko juu Mashariki ya Kati kote na dunia nzima, kuwa wameweza kusimama
dhidi mtu ambaye analeta kila saa yeye kuonea watu. Wazungu wamempa, Waingereza wamempa jina, anaitwa bully, bully, bully. Yani mtu kila saa hawezi kukaa vizuri na wenzake. Bully leo kakutana na saizi yake. Sasa unajiuliza itakuwaje kuwa watapiga picha, vyombo vya habari vitapiga picha manuari za Kimarekani zikiondoka Hormuz kwa aibu, zikirejea makwao. Wanasema sisi vita hivi tumeshinda. Trump anasema tumeshinda. Wa Iran wanajibu, wanasema sisi tumepiga bezi zao zote kwa Gulf. Hakuna hata mmoja inaweza kufanya kazi, kiasi ambacho wamekimbia, wameondoka pale, wanahamisha silaha, wanahamisha kila kitu. Hakuna, hawawezi pale kuhimili kipigo wanachopata kutoka kwa Iran. Na swali ndio linakuja, wataondokaje wa Marekani pale? Ni kumbukumbu nyingine ya ile vita ya Vietnam 1975. Helikopta zilikuja pale kuchukua karibu watu 7,000. Unasema katika dunia haijapata kutokea operation kama hiyo. Helikopta baada ya helikopta zinatua kuwaondoa wa Marekani Vietnam, kuwapeleka sehemu ya usalama. Hii ndio hali ambayo ipo leo. Sasa tujiulize, dunia inasemaje? Tujiulize, nchi za Gulf zinasemaje? Kweli watawapa nafasi tena ya Marekani kurejea katika nchi zao? Katika hali hii ambayo imetokea, watawapa nafasi Marekani kurejea katika nchi zile na kujenga upya zile vituo vyao? Jibu la kawaida kabisa inakuwa hapana. Kama nilivyopata kusema siku za nyuma, katika vipindi vya nyuma, kuwa hali ya Mashariki ya Kati itabadilika. Juzi tu kushinda jana, hawa Waturuki na Saudi Arabia wamewekeana mkataba wa ulinzi. Ni kuwa hali imeanza kubadilika taratibu, na ni jambo la wazi kuwa salama ya nchi hizi haipo kwa Wayahudi wala kwa Marekani. Salama yao ipo kukaa vizuri na Irani. Huu ni ukweli ambao lazima ukubali. Sioni vipi Irani ipeleke ndege kwenda kupiga nchi ya Kiislamu katika nchi za Gulf. Haiwezekani. Wamepiga vituo, lakini wao hawa. Na sasa turudi kwa wananchi. Nini fikra wananchi wao? Wanasema nini? Ni wazi. Kuna mambo mengine hatuyasemi, na tuyasemi kwa ile kuweka staha. Lakini viongozi sasa hivi, wafalme wa Gulf, lazima wajitizame upya na wajue ni lipi la kufanya ambalo lenye maslahi na wao na lina maslahi na ulimwengu. Hali ilivyo sasa hivi ni ngumu. Marekani kwenyewe hali ya uchumi ndio hiyo, na kote dunia nzima inaona kuwa tunaingia, kama hali hii itaendelea, tutaingia katika janga kubwa basi na sababu. Sasa hili ndio jambo ambalo nchi zote duniani nataka zisimame pamoja na Umoja wa Mataifa, waliseme kwa wazi kabisa kuwa Marekani umefikia mahali watu wanasema enough is enough, imetosha. Hebu tulieni na nyie muwe kama watu wengine,
na mwape watu wengine heshima kama mnayopewa nyinyi. Haifai kila mahali kuleta chokochoko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.